Utakumbuka kuwa tarehe 1 ya mwezi Februari 2025, Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, alizindua sera ya elimu na mafunzo ya mwaka 2014 toleo la 2023. Sera hii inalenga kutoa elimu inayozingatia ujuzi kulingana na mahitaji ya soko la ajira na kuchangia katika maendeleo ya taifa. Sisi Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia tunaendelea kutekeleza kwa ufanisi sera hii, ambapo katika kufanikisha utekelezaji wake tumefanikiwa kuhuisha mitaala na kuandaa miongozo mbalimbali ikiwemo kama ifuatavyo: Mwongozo wa Taifa wa Tuzo na Sifa Linganifu za Kitaaluma, Mwongozo wa Mafunzo Endelevu ya Walimu Kazini wa mwaka 2020, Mkakati wa Kitaifa wa Matumizi ya Teknolojia ya Kidijitali katika Elimu, Mwongozo wa Utambuzi wa Vipawa na Vipaji wa mwaka 2025, Mwongozo wa Utekelezaji Elimu ya Amali katika Shule za Sekondari wa mwaka 2025 na Mwongozo wa Mafunzo ya Amali kwa Wanafunzi wenye Mahitaji Maalum wa mwaka 2025. Tumeandaa pia mfumo wa kielektroniki wa tathmini ya ujifunzaji kwa lengo la kurahisisha upimaji wa wanafunzi katika shule za msingi. Miongozo hii inalenga kuhakikisha kuwa elimu inayotolewa nchini inazingatia viwango vya kitaifa, kimataifa na kuwajengea wahitimu ujuzi unaohitajika katika karne ya 21. Mheshimiwa Waziri Mkuu, sambamba na utekelezaji wa sera na mitaala, wizara inaendelea kufanya mapitio na marekebisho ya sheria mbalimbali ili ziendane na mahitaji ya sasa ya kisekta. Mheshimiwa mgeni rasmi, tunashukuru sana kwa maboresho makubwa katika sekta elimu ya juu, elimu ya ufundi na mafunzo ya ufundi stadi, kuanzia miundombinu, kuongezeka kwa bajeti ya mikopo, kuimarika kwa mitaala na usimamizi bora wa vyuo na taasisi za elimu ya juu. Mheshimiwa mgeni rasmi, sisi TAHLISO tuko tayari kushirikiana na serikali katika nyanja zote, kisera, kihamasishaji na kielimu, ili kuchochea maendeleo makubwa zaidi kwa taifa letu. Mwisho kabisa, tunaleta ahadi hii Mheshimiwa mgeni rasmi kwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kupitia wewe kuwa tunafahamu na kutambua mwaka 2025 ni mwaka wa uchaguzi mkuu, na kwa dhati kabisa tunawaeleza wanafunzi wenzetu kuwa tupo tayari kushiriki uchaguzi huo kwa amani, utulivu na uadilifu mkubwa. Piga makofi kwa ajili ya hilo. Mheshimiwa mgeni rasmi, hatutokuwa sehemu ya watu wanaovuruga amani ya nchi yetu na kuvunja katiba yetu. Lakini pia Mheshimiwa mgeni rasmi, nikwambie wanafunzi hawa na vyuo vikuu wamenituma niseme kwamba hawako tayari kudhalilisha elimu yao kwa kuvunja katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na wanaijua mwaka huu ni uchaguzi, tena kwenye uchaguzi. Wanasema Oktoba tunatiki, ndio ujumbe ambao wamesema niufikishe mahali hapa. Serikali yenu ya awamu ya 6 chini ya uongozi wa Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan imekuwa ikichukua hatua mbalimbali ili kuboresha elimu ya juu na mazingira ya wanafunzi kwa jumla. Na tunaposema maboresho haya ni pamoja na elimu ya kati. Tumeendelea kuongeza bajeti ya mikopo kila mwaka kwa lengo la kuwafikia wanafunzi wengi zaidi. Mwaka wa fedha 2024/25 mikopo ya shilingi bilioni 787.4 imetolewa kwa wanavyuo 248,331 ikilinganishwa na bilioni 570 kwa wanafunzi 177,925 kwa mwaka wa fedha 2021/22. Hili ni sawa na ongezeko la asilimia 40. Serikali imepanga kutoa mikopo kwa wanafunzi 252,773 wakiwemo 88,320 wa mwaka wa kwanza. Lengo la serikali ni kuhakikisha kuwa hakuna kijana anakosa elimu kwa sababu ya ukosefu wa mikopo. Natambua eneo hili bado lina changamoto. Tunao wanavyuo wa mwaka wa kwanza na wa pili ambao hawajapata mikopo lakini wako vyuoni. Na Mheshimiwa Kiriba, Rais wa TAHLISO, amelileta hili ili angalau tutoe maelezo ambayo yanaweza kuleta faraja. Mpango wa serikali wa kuongeza bajeti ni mpango unaopelekea kuongeza idadi ya wanafunzi wanaosoma vyuo vikuu
kusoma wakiwa na mikopo. Kama ambavyo nimeeleza, mwaka wa fedha 2021/22 tulikuwa na bajeti ndogo ya bilioni 570, kukiwa tuna wanavyuo wengi zaidi kuliko hawa 177,000 ambao wako vyuoni. Maana yake ni nini? Tunao wanavyuo walioachwa hawakupata mikopo kutokana na ufinyu wa bajeti. Serikali yetu mwaka wa fedha 2024/25 iliongeza bajeti kutoka bilioni 570 mpaka bilioni 787.4 na kumudu kuongeza idadi ya wenye uhitaji mpaka 248,000. Na hii bado haijachukua vijana wa mwaka wa kwanza na wa pili. Leo hii kwa bajeti yetu ya mwaka 2025/26 tunatarajia kuingiza vijana wengi zaidi kufikia 252,773, wakiwemo 88,000 ambao hawakuingizwa kwenye mikopo na tunawaingiza. Hapa tunawachukua wale wa mwaka wa kwanza na wa pili, tunawaingiza kwa kuwapa mikopo. Nataka niwahakikishie kwamba serikali itaendelea kuwachukua wale wanaokosa mikopo walioko kule nyuma, kuwaingiza kwenye orodha wenye mikopo kadiri tunavyoongeza fedha. Kwa endeleeni kuiamini serikali yenu, endeleeni kuona kwamba jitihada hizi zinalenga kuwapata wote wanaohitaji kupata fedha, huku tukiimarisha mifumo ya wanaopata mikopo ambayo inaondoa kuingiza mikono ya watu kwa kuomba kielektroniki, kuchuja kielektroniki na kuruhusiwa kuingia kwenye mfumo kielektroniki. Maana yake nini? Kwamba hakuna upendeleo unaotokana na wale ambao wanahitaji kwenda vyuoni kuwa wanakwenda wakundi au watu wa aina fulani peke yake. Niendelee kuhakikishia kwamba serikali kwenye eneo hili tunaendelea kuliimarisha, huku tukiendelea kuondoa adhabu na tozo za kulinda thamani katika urejeshaji wa mikopo kwa lengo la kuongeza unafuu wa wahitimu. Hatua hii imeongeza marejesho ya mikopo. Vile vile imetengenezwa mfumo wa marejesho unaotumika na taasisi zipatazo 3,565 na mfumo wa utambuzi unaotumika na wanufaika takriban 3,000 kwa mwezi. Ndugu wanavyuo, vile vile serikali yenu imeanzisha ufadhili wa Samia Scholarship kwa wanafunzi wanaofanya vizuri katika mitihani ya kidato cha 6 katika masomo ya sayansi. Hadi sasa jumla wanafunzi 1,976 wamenufaika na ufadhili huu, na mwaka ujao wa fedha 2025/26 tunatarajia tutakuwa na wanafunzi 2,630 watapata ufadhili huu. Kwa hiyo tumetafuta window nyingine ya kupata vijana wengine wanaopata ufadhili wanapoelekea kwenye masomo yao. Tunayo hii na ile mikopo ya serikali, na tunaendelea kubuni namna nzuri ya kupata vijana wengi zaidi ambao wanakwenda kupata mikopo mbalimbali, huku serikali ikiwa pia imeanzisha utaratibu wa utoaji mikopo kwa wanafunzi wa stashahada kwa maana ya diploma kuanzia mwaka wa fedha 2023/24 katika fani chache za kuanzia za kipaumbele, ambapo jumla ya wanafunzi 13,214 wamenufaika hadi sasa. Utaratibu huu ulianza kwa kutoa mikopo ya shilingi bilioni 7.29 ambazo zimetolewa kwa mwaka 2023/24 na mwaka wa fedha 2024/25 ziliongezwa hadi kufikia shilingi bilioni 19, sawa na ongezeko la asilimia 177.6. Mwaka 2025 ni mwaka wa uchaguzi. Wale wote wenye sifa ya uchaguzi waliofikia miaka 18 na kuendelea, wawe mko vyuoni au mko uraiani, bado mnayo haki ya kuchagua viongozi mnaodhani wanaweza kuwaletea maendeleo kwenye maeneo yenu. Uhuru huu ni mkubwa na ndio demokrasia. Mwaka huu tunapoelekea kwenye uchaguzi ni mwaka ambao wale wanaowania uongozi kila mmoja hutumia mbinu yake. Sisi kama wasomi ni muhimu tukawa makini sana na mwaka huu
na wanaotaka uongozi, wanaotumia mbinu mbalimbali, ni lazima mbinu hizo ziendelee kutuhakikishia kwamba zinaiacha nchi yetu kuwa salama. Ni muhimu kutafakari kauli zao wanazotumia ili kupatia uongozi, zisiwe kauli ambazo zinakuja kuwavuruga na kuwafanya msambaratike na kulifanya taifa hili liishi bila amani. Tanzania ni yetu. Endeleeni kuhakikisha kuwa tunaendelea kuhakikisha kuwa taifa hili linabaki salama pamoja na uchaguzi ambao tunao. Ni matumaini yangu kwamba na sisi tutakuwa wadau wakubwa wa kuhakikisha kuwa taifa hili linaimarika na kubaki imara. Niwaombe muendelee kuwa chachu ya mabadiliko, tena mabadiliko chanya kwa jamii, na niwahakikishie kuwa serikali ya awamu ya 6 iko pamoja na nyie na kwa ukaribu mkubwa kabisa. Naomba nimalizie kwa kusisitiza nchi hii kwamba inahitaji kuwa ya amani, yenye mshikamano na utulivu. Nchi hii imejengwa kwenye misingi ya amani na utulivu na mshikamano miongoni mwetu. Viongozi waanzilishi wa taifa hili wamefanya kazi kubwa. Hayati baba wa taifa Mwalimu Nyerere, hayati mzee Sheikh Abeid Aman Karume kule Zanzibar, walitujengea msingi imara sana ambao tumeendelea kuushuhudia ukiwa imara mpaka leo hii tunapofikia zaidi ya miaka 60. Tunayo majukumu, tunayo dhamana ya kuendeleza jambo hili katika taifa hili. Taifa hili ambalo leo limepata heshima ya kuwa na utulivu ndani ya nchi, ni muhimu sana tukaendeleza taifa hili kuwa tulivu. Nchi yoyote ambayo haina amani, watu wake hawezi kuishi mahali wakiwa na amani. Tusingeweza kukaa hapa kwa mkao huu kuanzia asubuhi mpaka saa hizi tukiwa na utulivu huu kama nchi hii isingekuwa na amani. Kukosekana kwa amani ni kumfanya kila mmoja aishi bila uhakika wa shughuli zake. Kwa kila mmoja aenda akasisitize amani. Kauli zozote zile ambazo zinakwenda kutugawa, nyie wasomi mwe wa kwanza katika kutafakari kauli hizo na kuanza kukemea au kutofuata mazingira hayo. Serikali yenu bado iko imara, mifumo yake ya mawasiliano tumeimarisha, tumefungua milango kupokea maoni mbalimbali ikiwemo na maboresho. Hata nyie wasomi kupitia TAHLISO na taarife ni mlango sahihi wa kupeleka changamoto zenu serikalini. Tuendelee kuimarisha haya, tusimamie utawala bora wa sheria wenye misingi ya kudumisha umoja, mshikamano na amani kama nguzo muhimu ya maendeleo ndani ya taifa letu. La pili ambalo pia liko mwaka huu ni uchaguzi mkuu. Viongozi wa TAHLISO, TAHLIFE, hakikisheni na washauri na kuwahimiza wanavyuo wenzenu kujituma katika masomo yao. Nyie ndio tegemeo la taifa hili. Nyie ndio wasomi ambao mtakwenda kuliongoza taifa hili kisomi. Nyie ndio mtakuwa mfano mzuri kwa jamii. Tambueni kuwa taifa zima linawaangalia, linawategemea, na nyie ndio kioo cha jamii. Sambamba na masomo yenu, hakikisheni kwa hata mienendo na maadili yenu yaendane na usomi wenu. Ustaarabu ni jambo muhimu sana. Unatakiwa kuonyesha kwa mstaarabu na ni mtu uliyeelimika. Kwa hiyo viongozi wa TAHLISO na TAHLIFE, sisitizeni haya maadili kwa wasomi wote. Kwa wanavyuo kutoka taasisi zote za elimu ya juu na kati, endeleeni kujiepusha na vitendo vilivyo kinyume na maadili ya Tanzania. Hivi vitendo tumeanza kuviona siku za hivi karibuni. Sasa wasomi tunawategemea na nyie mtaungana na serikali kuhakikisha kwamba tunatoa elimu zaidi, elimu yenye katazo ya mambo yote ambayo yanakiuka mila, utamaduni, lakini pia desturi yetu wa Tanzania, ili tuwe na maadili ya Kitanzania. Vitu kama ushoga si vitu ambavyo vinakubalika.
mambo ya usagaji matumizi ya madawa ya kulevya. Haya ni mambo ambayo sisi tunaiona yanakiuka maadili ya mtoto wa Tanzania. Imradi wewe sasa unajengwa kwa misingi ya kuwa kiongozi wa jamii katika taifa hili, unatakiwa haya uachane nayo. Naomba nisisitize kwa kuwaelekeza wanafunzi wote kuzingatia matumizi salama ya teknolojia ya kidigitali, hususani matumizi ya mitandao ya kijamii ambayo wengi wenu mmekuwa mkitumia kupata nyaraka mbalimbali za masomo yenu, mkitumia mitandao ya kijamii kufanya mawasiliano na taasisi, lakini pia na maeneo mengine, kwamba matumizi yawe yale tu yenye tija. Matumizi haya yawe yale tu yanayokufanya wewe kuwa na maadili, na matumizi haya yasiwe yale ambayo yanakwenda kukufanya wewe uingie kwenye kukosa kukiuka sheria za nchi alafu zikakutia hatiani. Ni matarajio yetu kuanzia wanavyuo vikuu ambao nyie ndio mnatumia sana matumizi ya teknolojia ya kidigitali, ni vyema tukajikita kwenye matumizi salama.